wabarakatuh. Namshukuru Allah ambaye kwamba amemjulisha kwa kalamu, amemjulisha mwanadamu ambaye kwamba hayajui. Namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwamba amemteua mwanadamu kwa mrithi wake duniani ili aijaze, na akamuumbia yeye zilizoko katika mbingu na ardhi, na akampa nguvu yeye. Na rehma na amani juu ya mtume mtukufu wa daraja, mwalimu na kiongozi mwenye kuongoza njia ya haki na usawa. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma kipenzi chetu, basi maudhui yetu ya leo ni kuhusu teknolojia, jinsi ilivyotupa ubunifu mwingi ambao kwamba imepangilia juu yake kutokamana na madhara na faida. Kwa hakika utamaduni wa kisayansi umeleta mapinduzi katika maisha ya mwanadamu, ulipanua uwezo wa kusoma na kuandika, na katika kiwango cha elimu teknolojia imechangia ugunduzi wa uvumbuzi mwingi wa kisayansi. Teknolojia imefafanuliwa kuwa na matumizi ya sayansi kwa lengo la kutengeneza zana na taratibu zinazochangia kuboresha maisha na kuongeza ufanisi wa shughuli katika sehemu mbalimbali. Teknolojia ni sehemu muhimu ya maisha yetu katika zama za sasa, nayo inaathiri sana nyanja mbalimbali za maisha yetu, sawasawa iwe katika nyanja za kibinafsi, kiuchumi au kijamii. Na pamoja na hiyo, teknolojia imeleta faida na hasara nyingi. Basi tutataja faida ya teknolojia kama inafuatia. Ya kwanza, kuongeza natija. Teknolojia imetuwezesha kukamilisha kazi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi, ambao huongeza natija ya kazi. Ya pili, mawasiliano ya haraka na yaliyoko mbali. Teknolojia imetuletea mitandao ya kijamii na programu za ujumbe hapo hapo, ambao huwa ni sahali kwetu sisi kuwasiliana pamoja na marafiki na familia sehemu yoyote katika ulimwengu. Ya tatu, inaokoa muda na bidii. Kompyuta na internet zinatuharakishia sisi njia iliyo sahali kufanya bahthi, kufikia habari na kukamilisha kazi nyingi kwa muda mfupi, kama inavyofanya sahali kazi za nyumbani kupitia kazi za umeme. Ya nne, kusoma na kujifundisha yaliyotangulia. Inawezekana kwetu sisi kufikia mapendeleo ya kujifunza kupitia mitandao na kushiriki katika daura za kielimu kupitia mitandao, ambao huongeza uwezo wa kujifunza na maendeleo ya kibinafsi. Ya tano, dawa ya teknolojia. Teknolojia imetoa maendeleo makubwa katika uwanja wa dawa, ambao tuwezesha kugundua magonjwa kwa haraka na kuyatibu kwa njia iliyo sahihi na bora zaidi. Hizi zote zilikuwa faida ya teknolojia. Na mwisho, vipenzi vyangu, wapaswa kutia katika akili zetu kuwa teknolojia itakikani kutawala maisha yetu. Kwa majina, naitwa Najma Hussein. Wahada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.